Naitwa Sofia, karibu tena kwenye kona ya vijana Hidden Traps. Leo nataka nikuulize swali. Ni nani anaamua lini uangalie simu yako? Ni wewe au kila sauti ya ujumbe, kila notice na kila video mpya? Wakati mwingine tunafikiri tunaitumia simu, lakini ukweli unaweza kuwa simu ndio inakutumia. Hebu tusikilize simulizi ya leo. Asha alikuwa mwanafunzi mwenye ndoto ya kuwa daktari, lakini kila alipokaa mezani, simu ilitoa mlio, nitaangalia dakika moja tu. Dakika moja ikawa 10, 10 zikawa 30. Baadaye akaingia kwenye video nyingine, kisha nyingine. Alipoinua kichwa, saa 2 zilikuwa zimeisha. Kitabu kilikuwa bado kimefungwa. Miezi iliyopita, matokeo yake yakaanza kushuka. Siku moja bibi yake akamwambia, "Mwanangu, maji yanapotiririka polepole kila siku, hata mwamba huanza kuchongwa. Hivyo ndivyo dakika unazopoteza kila siku ndizo zinazoamua maisha yako ya baadaye." Asha hakujibu, lakini usiku ule alizima notisi zisizo za muhimu. Akaanza tena kusimamia muda wake. Kidogo kidogo maisha yake yakaanza kubadilika. Tahadhari. Mtego wa leo hauanzi kwa saa nyingi. Unaanza kwa sentensi moja tu. Ngoja niangalie dakika moja tu. Dakika moja ikirudiwa kila siku inaweza kuiba masaa. Masaa yanaweza kuiba ndoto. Leo tunaishi katika dunia ambayo program nyingi zimeundwa kushindania umakini wetu. Kadri tunavyokaa muda mrefu kwenye skrini, ndivyo zinaendelea kutuvutia kubaki. Ndio maana si ajabu kujikuta umefungua simu kutafuta jambo moja, lakini baada ya dakika 40 umesahau ulifuata nini. Teknolojia si adui, lakini bila mipaka inaweza kutuibia muda, usingizi, umakini na hata mahusiano. Ukweli uliojificha. Tatizo si kuwa na simu. Tatizo ni pale simu inapokuwa na mamlaka juu ya ratiba yako. Mtu anayesimamia muda wake, anayesimamia maisha yake, lakini anayesimamiwa na kila notice, polepole hupoteza uwezo wa kuamua anachotaka kufanya. Jiulize, je, ni mara ngapi umechukua simu kufanya kazi muhimu, lakini ukamalizia kufanya kitu tofauti kabisa? Na je, ni muda gani ungekuwa umepata kama ungeithibiti vizuri? Wiki hii weka dakika 30 kila jioni ambapo familia nzima itaweka simu pembeni. Zungumzeni, chezeni mchezo, someni kitabu au mshirikiane kupika. Utashangaa jinsi mazungumzo yanavyorudi pale simu zinaponyamaza. Anza na hatua ndogo. Zima notices zisizo za muhimu. Usilale na simu mkononi. Weka muda maalum wa kutumia mitandao ya kijamii. Anza siku yako bila kufungua simu ndani ya dakika 30 za kwanza. Utajikuta una umakini zaidi kuliko unavyodhani. Umakini wako ni mtaji. Usiutoe bure kwa kila kitu kinachopiga kelele. Swali la wiki, je, ni tabia gani moja matumizi ya simu ambayo ungependa kubadilisha kuanzia leo? Asante kwa kuwa nami. Leo tumegundua kuwa simu inaweza kuwa chombo cha kujifunza au mtego wa kupoteza muda. Tofauti ipo kwenye yule anayeshikilia usukani. Wiki ijayo tutafunga season yetu ya kwanza kwa kipindi maalum. Mitego mikubwa huanza na maamuzi madogo, kwa sababu maisha hayaharibiwi kwa uamuzi mmoja mkubwa. Mara nyingi hujengwa na kubomolewa na maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Usikose kufuatilia kona ya vijana ambayo inaluka kila siku ya Jumatatu.